ambazo nilitaka nizungumze ni ishu ya rufaa yetu ya mchezaji Mohamed Damaro. Kama mnavyofahamu, tulipeleka mashtaka kwenye kamati ya wachezaji na usuluhishi, nafikiri Kiswahili chake limefuatia, kuhusu huyu mchezaji. Sisi tulikaa swala hili tukatafakari kwa kina, tukasema ni swala ambalo halijakaa sawa, ni swala ambalo katika ushindani hakuna uwiano ulio sahihi. Ni kama klabu zinatengeneza njia ya kuongeza wachezaji wa kigeni bila sababu yoyote ya msingi. Kama tunasema mchezaji aliyepewa uraia hawezi kuchezea timu ya taifa, basi sababu ya kumpa uraia ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kuhakikisha kwamba klabu moja au mbili zinakuwa na wachezaji zaidi ya wengine walioruhusiwa kwa mujibu wa kanuni. Tumepokea majibu ya kamati ya hadhi sheria za wachezaji kwa mujibu wa ibara ya 27(4) inatuomba tufanye kitu kinaitwa marejeo au review ili tukamilishe hatua za hapa ndani, na tumeshaandaa review marejeo ya mchezaji huyu. Tutawasilisha hivi punde hapo TFF, na katika hukumu ile waliotupatia imechagua tu maneno yanayowafurahisha ndio wanajibu. Maneno mengine ambayo tuliyahoji hawakuyajibu kabisa. Sio masuala ya kwenda kuuliza FIFA, ni masuala ambayo yanaweza yakajibiwa na wizara husika, chini ya wizara husika, chini ya idara husika ambayo imepewa mamlaka ya kuweza kushughulika, kuuisha na kutengua uraia wa mtu kadhaa ambaye aliomba au alikuwa nao na kushindwa kuweza kutumikia. Sawa. Tumepata fafanuzi kidogo kutoka kwa Chief Nzobane. Sasa tupate kusikia kutoka kwa Katalambule Yusufu. Katala, we kwa namna ambavyo umezisikiliza hoja, sasa tuanze na wewe kabla tujaenda na Chief sasa na yeye apangue moja baada ya nyingine. Hoja ipi kwako umeiona ina mashiko baina ya zile zote, au unaweza kutupitisha kwenye walau hoja ambazo zimewasilishwa kwenye kikao husika? Kwanza kwa press ambayo wameifanya Simba, kwangu mimi ilikuwepo haja kubwa sana ya kuandaa ile press, kwa sababu kuna vitu vingi sana vilikuwa vipo dilema. Yani wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba walikuwa hawana majibu sahihi, na sehemu nzuri ya kuwajibu ni kuandaa press, kwa sababu hakunaga utaratibu mzuri wa kujibu labda comment ambazo zinaulizwa na mashabiki. Kubwa zaidi kulikuwa na hoja kama 3 ama 4 hivi ambazo zilikuwa zinahitaji majibu. Hoja ya kwanza ilikuwa hiyo ya Damaro, ambapo baada wao kujibiwa na TFF tukaona baadhi ya viongozi wa Simba akasema kwamba jambo halijamalizika. Kwa hiyo wamekuja kutujuza kwamba nini ambacho kinaendelea, ingawaje mimi naona kama ni swala ambalo linapoteza muda. Sikutaka kudili sana na hiyo issue ya Damaro. Lakini hoja zingine za msingi ilikuwepo ni kuhusu swala la Mohamed Dewji na Jairut, kwa sababu mengi yanazungumzwa kuhusu wao. Wengine wamefika mbali wakasema kwamba Mohamed Dewji anataka kwenda kuinunua klabu ya Singida Black Stars. Wengine wamefika mbali kwamba anasema Jairut yeye ndo anataka kujenga uwanja. Kwa hiyo kulikuwa na maswali mengi sana ambayo watu wanajiuliza. Kwa hiyo kwenye press tumeona mwenyekiti amejibu hizo hoja. Swali langu ni kwamba kile ambacho amekijibu ni sahihi ama kuwapa moyo, kwa sababu tushaye kuona viongozi wakiwa wanaongea vitu tofauti alafu baadaye mambo yanakuja kuwa tofauti. Kwa hiyo hoja hiyo kuhusu kinachoendelea kati ya Mohamed Dewji na Jairut ameelezea vizuri kwamba mmoja ni mzamuni wa masuala ya jezi na kile ambacho anakifanya kipo kwenye mkataba. Lakini swala jingine lilikuja la Elie Mpanzu Kibisawala. Wengi walikuwa na mashaka juu yake kwamba amesaini mkataba mpya lakini haonekani.
tunaambiwa ameumia, haijulikani ameumia kwenye mchezo gani, wakati mchezo wa mwisho wakati anacheza alikuwa ametoka vizuri tu. Kwa hiyo maswali ambayo watu walikuwa wanajiuliza, tumeona leo pia mwenyekiti ameweza kujibu kile ambacho kipo, na amesema kwamba tayari ameshapona na yupo ataenda kutumikia timu ya Simba. Kama kocha ataona itampendeza, basi kwenye mechi ya tarehe 9 tunaweza tukamuona. Hoja nyingine pia ni kumuhusu Loemba. Watu wengi wanajua kwamba ni mchezaji ambaye amesajiliwa na Jairut, lakini ameweka sawa kwamba sio mchezaji wa Jairut, ni mchezaji wa Simba, ila pesa imetolewa na Jairut kama sehemu ya mkataba. Na watu walisema kwamba Mohamed Dewji amemwambia sijui kocha asimchezeshe Loemba kwa sababu kuna mambo ya maslahi mtafaruku. Kwa hiyo ameijibu hiyo hoja ambayo pia ilizua mijadala mingi sana mtandaoni. Kwa hiyo hizo ndizo hoja ambazo watu wengi walikuwa wanajiuliza maswali, ndo amezijibu. Kwangu mimi kiujumla, press nimeifuatilia mwanzo hadi mwisho. Kiini cha press ile ilikuwa ni kuhusu Damaro, lakini umuhimu wa press ile umekuja kwenye kujibu maswali ambayo yameulizwa na waandishi wa habari. Kwa hiyo kuhusu Damaro sikuona kitu cha maana ambacho kilikuwepo pale, lakini huku kwenye kujibu maswali kwangu mimi ndo nimeona press ilikuwa na haja ya kufanya hivyo. Kwa hiyo press kwangu mimi hivyo ndivyo ambavyo nimeweza kuitafsiri. Sawa. Tumepitia miongoni mwa hoja ambazo zimewasilishwa kwenye press husika. Sasa tunaenda kupitia moja baada ya nyingine. Chief, tumemsikiliza bwana Crescentus Magoli. Yeye bado anadai kwamba Simba Sports Club inataka kwenda nje, kwenda ngazi za juu zaidi, CAS pamoja na FIFA, kwamba Damaro ni mchezaji wa 13 wa kigeni kuitumikia Young Africans kwa msimu mmoja. Ili hali Yanga wao wanadai kwamba mchezaji ni mzawa, amesajiliwa kwa mchezaji mzawa. Sasa tusikie kutoka kwa upande wako. Mwanzo tuliona kwamba Simba hana haja ya kwenda FIFA, CAS, lakini kwa wao walivyoelezea wanaona haja bado wanayo. Wewe unalizungumziaje kwa mchangano wako? Nafikiri nimelizungumza hapa, lakini pia niweze kidogo kureact kwenye kile ambacho amekizungumza Katalambula. Unajua, unapozungumzia press conference zina levels, kwa maana kwamba na ile ndo itafanya kutengeneza yani ule userious, lakini pia hata kuchukua tension ya watu. Ndio maana hata katika wale kawaida, hata viongozi wetu wao wa serikali huwezi kuona kila siku akitoka na kuzungumza. Yaani kuna wakati muhimu, ili wakati mwingine kutengeneza sensitivity, lakini pia kutengeneza shauku ya watu kuweza kukusikia. Na watu wakafika mbali, hata watu maarufu huwezi kumuona kila siku. Kwa maana kwamba klabu ya Simba ilikuwa ina maswali mengi. Na ndio nilizungumza mwanzo nikasema kwamba watu wanapokuwa na maswali mengi, wanategemea wanapofanya press conference basi uje kujibu maswali bila kuzaa maswali mengine. Yaani kwamba tutegemea leo hii tupate majibu yaliyokamilika kwenye ile press conference. Unanifahamu sijui? Ukiangalia alichokizungumza Magoli kwenye issue ya Damaro, amezungumza ile ni general knowledge in general review. Yaani general knowledge in general review. Yaani kwamba hauna specific tangible issue ambayo unaweza kukaa ukaenda kuizungumza. Yaani there is no any specific issue tangible. Unazungumza tu kwamba sisi tulishaona si uraia wakataliwa. Ndio nikasema kwamba sikuelewa mantiki ni nini. Kwa sababu nilikwambia kwamba kama uliomba ukataliwa, anayeomba uraia hawaombi klabu. Klabu wanaongea na mchezaji kwamba sisi bwana, hebu omba uraia. Na unapokwenda kuomba, yani issue yako, sababu yako iwe ni hii. Kwa hiyo yeye ndo anatoka anakwenda, mimi siwezi kuombea mtu uraia, lakini uraia hauombewi TFF. Unaelewa? Hauombewi TFF uraia wa mchezaji. Hauombewi TFF. Lakini sio kila ambaye anakuwa raia lazima acheze national team. Sasa hizo ndio hoja ambazo unatakiwa uweze kuzungumza. So unaelewa? Anaweza kujua kwamba huyu ni raia sio raia ni mamlaka. Kwa hiyo ukienda kuambia kasi kwamba Yanga wapo 13, sawa? Watakwambia huyo mchezaji mwingine nani fulani, wataweza TFF. Naomba taarifa zake, TFF watakuacha huyu ni Msukuma.
na nani yake ni hii tayari hapo shakwisha. Kasi hawezi kwenda beyond kasi. Yani kuna utofauti kati ya mamlaka ya kiserikali na mamlaka ya kimpira. Jambo la kiuraia sio jambo la kimpira tu. Mtu yoyote yule anaweza akawa raia wa Tanzania yoyote, awe mfanyabiashara awe yoyote, sio wacheza mpira tu, lakini sababu ya kupewa uraia ndio kitu kingine. Si unaelewa? Yani sababu ya kupewa uraia ndio kitu kingine. Lakini yoyote anaweza kuwa raia. Kuna wakati nakumbuka watu wengine walikuwa wanakwenda majeshini kwa sababu tu ya mpira, ya riadha, ana kipaji anachukua jeshini, anachukuliwa. Bwana huyu bwana ana kipaji fulani, wanampa, anakwenda depo, anapewa wanajeshi. Sio, unaelewa? Kwa hiyo kuna namna nyingi ambapo mtu anaweza akapata privilege. Sasa privilege ya mtu mmoja haiwezi kuwa ndio common kwa kila mtu. Si unanipata hapa sijui. Kwa sababu mwisho wa siku anayeweza anaendesha ligi ndio anayejua kwamba timu fulani ina wachezaji wangapi wazawa, wangapi sio wazawa. Yeye ndio anapokea taarifa kutoka kwenye mamlaka. Yaani baada ya timu pengine kutaka kumkatia kibali cha kufanyia kazi Tanzania mchezaji working permit, wakitoka uhamiaji wanapeka shirikisho kisha pale papaka verification wanapitisha. Si unaelewa? Nani nilikwambiaje? Pangekuwa pana contradiction ya uraia hasa wa kimichezo, Damaro leo tunapozungumza hapa tayari Yanga angeshapokwa pointi za kwenye klabu bingwa barani Afrika, kwa sababu kule amekwenda kama Mtanzania. Si mnanielewa? Si yaani Yanga anapata sare na Ali, Damaro yupo kama Mtanzania. Yanga anapata sare na Jessica Belli kama Tanzania, the same na Farabati. So, unanielewa? Si kwa hiyo maana hizo mamlaka zote zisione uje kuona wewe huyu sio raia, kidogo inatia mashaka na kufikirisha. Siko, unanielewa? Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa lipo la ndani hivyo, na sio kila ambaye anapewa uraia lazima achezee kwenye national team. Na uraia anaomba mchezaji, lakini pia mchezaji huyu hajaombea uraia Yanga. Mchezaji huyu ameomba uraia akiwa Singida na walipewa watatu kama nakumbuka. Walipewa wangapi? Watatu. Mwingine akaambiwa atakuwa Msukuma, mwingine ataambiwa atakuwa kabila gani, si Msingida, mpaka wakapewa majina ya kilugha kama nakumbuka. Walipewa wakati wako Singida. Somebody Chakei nali alipewa uraia akapewa mpaka na jina. Atabada Chakei na yule Damaro. Si unaelewa? Mpaka wakapewa majina. Yanga alichofanya yeye ametumia privilege hiyo, sasa ndio akaenda tena sasa msajili amechukua kwa mkopo huyo mchezaji. Kwa hiyo yani nafikiri bado yani amelijibu kwa general na bado hajaitoa fanuzi, na mimi naamini ni katika mwendelezo ule tu wale ambao nilikuwa nayazungumza hapo, hakuna kesi yoyote kabisa. Lakini pia amezungumza issue ya pili hapa, nilikuwa namseka Talambula, issue ya Jairuti. Ina maswali mengi sana. Ukiangalia katika masharti ya mkataba ambao sisi tuliambiwa kwamba Jairuti katika masharti yake ameahidi kujenga uwanja, si ndio? Tuliambiwa hiyo kitu, aahidi kujenga uwanja ambao kimsingi ulikuwa ni uwanja wa Simba 100%. Leo hii Jairuti anapokuja kutaka kujenga uwanja, unamwambia jambo lake tutalifikiria na pengine ile hela iende kwenye marekebisho. Wewe ushaonaga wapi? Yaani kwenye mkataba imezungumza kwamba huyu mtu atajenga kiwanja. Leo unakuja wachenjia angani kwamba sasa itabidi sasa hiyo hela yako utakayotoa ile iende kwenye maboresho. Lakini pia ukiangalia kwa upande wa Mo, yeye akasema kwamba kama atajenga uwanja 80% atakuwa na miliki yeye na 20% itakuwa mali ya club. Kwa hiyo unataka utoe favor kwa mtu ambaye anachukua 80% na kuna mtu ambaye yuko tayari kutoa 100% na kwa kujenga uwanja, utamfikiria na pengine ile yake iende kwa matumizi mengine. Siko unaelewa? Unaomba kuna kitu ambacho akipo sasa ni huyu tayari baada ya mkataba. Mmeshakubaliana naye, aliahidi basi, anaanza kutekeleza ahadi zake, anambia hasa huko sio. Hii inabidi utulie kwanza. Kuna gundua bwana juzi nilizungumza kwamba hapa kuna kitu kipo. Hapa kuna mvutano na nilizungumza. Kuna mvutano mkubwa baina ya upande huu na upande huu. Ila kwa sababu huyu ambaye ndio mwenyekiti wa bodi nafikiri wakurugenzi ameteuliwa nafasi hiyo, sawa, na Mohamed Dewji. Kwa hiyo anatumia nafasi, sawa, kutaka kumbeba aliyemteua. Sio, unaelewa? Ndio ambacho anataka atumie kumbeba aliyemteua.
Yes. Hakuna fairness hapo, nikiangalia there's no fairness katika hilo jambo. Haya, tutakuja kwenye issue ya kina nani yao ya kina Mpanzu. Wewe unafikiri amejibu kwa ufasaha? Alichokiongea yeye na ambacho alikuwa anakiongea huko nyuma si kitu kile kile tu. Sasa uita press kuja kutuambia nini? Si unaelewa yani? Kwa sababu yale ambayo tulikuwa tuna doubt bado baada ya press yako vile vile, yani hamna kitu badilika. Yani sasa ndio imekwenda kuongezeka maswali mengine mengi. Yani press yao kiufupi kwa mujibu wako ni kwamba imekuja kuongeza maswali badala ya sasa kama sasa itakiwa basi usingefanya na kasa bora sasa wangeendelea kumwacha afisa habari aendelee kuja kuzungumza vile vile afanye vile, ili wao watakapokuwa sahihi na majibu sahihi ndio waje. Nitegemea leo hii Ishwe Damaro pale waje kwa vifungu watuambie kwamba kifungu fulani kiko hivi, amekosea hapa, hizo ndio hoja. Si unaelewa? Lakini unaongea in general ways, maana na wewe details zako vile hauna za kutosha. Kwa hiyo unavyoongea wewe ni kama anavyoongea mtu mwingine na mtu mwingine. Ndio kasema kwamba hizi place za level ile ya juu unapokwenda kuzifanyia kazi, hakikisha kwamba unakwenda kuzizungumza ukiwa in details na kile ambacho unataka kuzungumza, ili baada ya wewe kufanya place kwa hakuna maswali mengine. Sawa. Ukiwa unaenda kumaliza ili unapofanya press basi uhakikishe hakuna maswali yanayosalia. Sasa Katala, naam, hii show uliitaka sana na ulikuwa umejiandaa bwana. Nina nondo za kumuuliza Chifu Nzobane kama Zomfela. Chifu, tunaye hapa, uwanja ni wako, jimwae. Mimi nadhani tungeigawa kwa maana kama Ishwe ya Damaro tukimaliza tunaenda nyingine ndo tunakuwa na maswali. Okay, tunaanza na Ishwe ya Damaro. Una maswali? Kwa Damaro mimi sidhani kama kuna jipya. Tumezungumza sana na Chief. Nakumbuka Jose Mourinho aliwahi kusema kwamba kama angekuwa na uwezo angekuwa analipa vyombo vya habari visitangaze tena Bayern Munich kuwa bingwa. Kwa sababu amechoka kusikia. Kwa hiyo kwenye Ishwe ya Damaro pia sidhani kama nina jipya la kumuuliza Chief. Tumefanya vipindi 66 sana. Of course vipindi vingi sana. Hakuna jipya. Sawa. Sasa bado yapo maswali. Kuna wenye maswali bado kuhusu Damaro Mohamed Kamara, si ndio? Ndio. Bado wapo wenye maswali kuhusu Msukuma huyu. Sasa kwa wakati huu Chief, tukiwa tunapitia mabadiliko kidogo, ninalo swali kuja kwako. Kwenye issue ya Elie Mpanzu naiunganisha na ya Loemba. Leo hii tumeelezwa kwamba Loemba sio mchezaji wa Jerut. Ndio. Lakini mara ya kwanza tuliambiwa kwamba Jerut atakuwa na sajili mchezaji mmoja. Tunaambiwa Loemba Jerut yeye. Hapa ngoja, hapa kuna kitu nimekipata kidogo nikupatie ili kuendelea kuongezea kitu. Ndio. Nimekoti hapa kwenye Alice Max hapa. Ndio. Alice Max. Ndio. Maandika mtu akiwa na NIDA ni marufuku kuombwa barua ya utambulisho. Hii kauli ya waziri mkuu. Mtu akiwa na NIDA ni marufuku kuombwa barua ya utambulisho. Akaenda mbali. Sawa? Waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Sawa? Ya nchi Tanzania ana mamlaka ya mwisho ya kisheria ya kutoa uraia wa nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na kutoa uraia wa heshima au kwa upendeleo maalum kwa wageni, hata kama hawajatimiza vigezo vya kawaida vya kuishi miaka 10. Uamuzi wa waziri huu hauna rufaa. Narudia tena. Ndio. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi, sawa, Tanzania ana mamlaka ya mwisho ya kisheria kutoa uraia wa nchi hiyo, ikiwa pamoja na kutoa uraia wa heshima na kwa upendeleo maalum kwa wageni, hata kama hawajatimiza vigezo vya kawaida vya kuishi miaka 10. Kwa sababu ili katika ile kawaida uombe uraia inatakiwa walau umekaa miaka mingapi? Miaka 10 kwenye hiyo nchi. Yaani umekaa consecutive 10 years. Hapo unaruhusiwa kuweza kuanza kuomba uraia. Na unapita kwenye ngazi ya mtaa, kata, unakwenda mpaka wilayani, utakwenda kwenye ngazi ya mkoa na ngazi ya mpaka taifa.
sawa na kuna vikao vinakuwa vinakaa na ni vya kamati ya ulinzi na usalama kujadili, kuna vitu vingi vinakuwa vinapita, sawa. Unaona, akamwambia uamuzi wa waziri huu hauna rufaa. Unanifahamu? Kwa hiyo ndio nimekizungumza, ili ni jambo la kiserikali, ndio lina nafasi ya kuweza kumpa mtu uraia anapokuwa na NIDA, tayari ni raia. Sasa hizo privilege nyingine ndio ambacho nilikwambia kwamba hizo zingine sasa inategemeana. Ndio nikasema kwamba hapa sisi wote hapa ni wa Tanzania, lakini hapa kuna mwingine hana sifa kuweza kugombea uongozi, lakini Mtanzania pia. Unanifahamu? Kuna nafasi hata Mheshimiwa Rais akitaka kutaua ataangalia una sifa, lakini wote ni Tanzania. Sahihi. Unaelewa sisi? Sasa hizo ni privilege kwa mujibu wa uwanda wa uraia. Mwingine pengine labda ulikuwa una makosa jinai, uliruhusiwa kugombea uongozi, au ulifungwa sio makosa gani, uliruhusiwa kugombea uongozi, lakini raia. Lakini kuna haki nyingine unazikosa kwa sababu kuna vitu vinafanya vinakuwa vimekubana. Kwa hiyo sio kila raia wa Tanzania ana sifa ya kuweza kuchezea national team. Sio kila raia wa Tanzania na hiyo sifa. Sio kila raia. Mimi unajua umenishtua wapi? Mimi kuna mahala umenishtua, Chief. Uliponishtua mimi ni pale ambapo ulizungumza kwamba hata wewe hapo Lugano anaweza akaamka tu, nilikwambia, akaenda kusema bwana nina mashaka. Yeah, of course. Inaruhusiwa. Ipo yani kwa baba mimi mpaka uame. Sio mpaka uameji, hata kwenye mtendaji au mwenyekiti wa mtaa au hata balozi. Serikali za mtaa. Bwana mimi nimekuja hapa, kuna mtu mimi simuelewi. Mimi nahisi huyu sio raia wa Tanzania. Kweli yuko sehemu fulani. Watu wanachukua hatua. Ukiona wanakuchelewesha, nenda ofisi za uhamiaji. Mimi nahisi huyu kama sio Malawi huyu atakuwa ni Mzimbabwe. Sasa wao ndio wenye nafasi na ndio wenye taaluma ya kuanza kufuatilia kwa maana kweli sio Mtanzania au hapana wewe ni Mtanzania. Sio kila mtu tu anaweza kaamua. Iko ni cheo maalum, ni Wizara ya Mambo ya Ndani, Idara ya Uhamiaji ndio wenye mamlaka hayo ya kuweza kujua ulipataje, tulikupaje, na kwa nini ulipata wao. Kwa wewe toa taarifa, lakini sio umesikia lafudhi unaanza mambo ya hii mbona Kongomani. Kongomani hiyo hairuhusi. Kwa nafikiri ndio mzee wangu kwa leo amechemsha vibaya. Ile jambo lile huyo mzee wako namzungumzia wana mwenyekiti wa bodi. Hapana, leo ya Simba. Ile jambo mzee Crescento Magori, jambo aliache kwanza. Atafute washauri wazuri waweze kumshauri, wasije kwa na mwingine sema ambayo sio sahihi. Unamaanisha kwamba mzee Crescento Magori hili jambo la Damaro limempalia. Yaani asilichukulie hisia. Asichukulie hisia. Kwa sababu yani ni mamlaka nyingine ambazo zinahusika na hili jambo. Moja kwa moja tulifafanua hapo, tulizungumza. Na yeye kama angetaka pengine kutaka ufafanuzi, angeenda kwenye hizo mamlaka. Angeenda kwa huyo kwa kamishina wa uhamiaji, akafika pale au pengine apate ufafanuzi. Lakini kuwaambia tukitaka tumhoji mchezaji tuweze kujua uraia alipataje, maana yake una mashaka na mamlaka iliyompa uraia. Sasa kitu ambacho sidhani kama kipo sahihi sana. Si unaelewa kuzungumza? Yaani kuna mamlaka iliyompa. Maana yule huo ni uraia wa privilege. Hakuna ambaye ajui Damaro hajakaa miaka 10. Si unaelewa? Lakini kuna privilege ambazo zinatolewa hivyo. Kwa hiyo aliyetoa privilege ndio anaweza kuwa na sababu za kutuambia kwamba kwa nini ametoa privilege kwa yeye na sio kwa mtu mwingine. Sawa. Mimi nimekuelewa uzuri kabisa na umezungumza uzuri kwamba mzee Crescento Magori amechemka. Kwa hiyo ni vyema akafika kwenye sehemu husika kulifuatilia ama hata aonane na wewe. Mimi sio